inanitaka kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Katika kutekeleza hili, kanuni ya 88 ya kanuni za ukaguzi wa umma za mwaka 2009 inanitaka kuwasilisha ripoti hizi ifikapo ama kabla tarehe 31 Machi ya kila mwaka. Pili, ibara hii ya katiba inatoa sharti kwamba baada ya kuzipokea ripoti hizi utawaagiza watu wanaohusika waziwasilishe kwenye kikao cha bunge kinachofuata baada ya kuwa umezipokea ripoti hizi, na inabidi ripoti hizi ziwasilishwe bungeni kabla ya kupita siku 7 tangu siku kilipoanza kikao cha bunge. Mheshimiwa Rais, ni jambo la faraja kuona kwamba licha majukumu yako mengi ya kuliongoza taifa letu, umekuwa miaka yote ukitenga muda wako ili kutekeleza sharti hili la kikatiba na kutaka upokee ripoti za ukaguzi za kila mwaka. Umekuwa ukifanya kazi hii bila udhuru wowote. Pia umekuwa ukihakikisha ripoti hizi zinapelekwa bungeni ndani ya muda wa siku 7 za kazi tangia kuanza kwa vikao vya bunge linalofuata baada ya kuzipokea taarifa hizi. Kwa kuwa serikali imekuwa ikitekeleza sharti la kuzipeleka bungeni ripoti hizi za ukaguzi ndani ya muda uliowekwa kikatiba, hivyo hakuna hata siku moja ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali amewahi kulazimika kuziwasilisha mwenyewe kwa spika wa bunge kama katiba inavyosema. Mheshimiwa Rais, nikupongeze sana kwa kuhakikisha masharti haya ya katiba yanatekelezwa kwa ukamilifu wake. Hii inaonyesha dhamira yako ya kweli katika kukuza uwazi na uwajibikaji kwenye serikali na taasisi za umma. Mheshimiwa Rais, ni matumaini yangu kwa ripoti unazokuwasilisha leo zitakupa taswira halisi kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali nyingine za umma pamoja na utendaji wa taasisi za umma katika kutekeleza miradi mikubwa ya serikali na kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya ya awali, ninaomba sasa uniruhusu nijielekeze katika kutoa muhtasari wa matokeo ukaguzi kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024. Mheshimiwa Rais, baada ya ripoti hizi kuwasilishwa bungeni, ripoti zote zitawekwa wazi ili wananchi waweze kuzisoma. Mheshimiwa Rais, nianze na idadi ya kaguzi nilizozifanya kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kwa mwaka wa fedha 2023-2024, nimefanya jumla ya kaguzi 1485 za aina mbalimbali, zikihusu kaguzi 1301 za hesabu za fedha, kaguzi 15 za ufanisi, kaguzi maalum na kiuchunguzi 52, kaguzi za mifumo ya tehama 105 ambazo zimefanyika katika taasisi 78 na kaguzi za kiufundi kwa njia real time audit 12. Mheshimiwa Rais, kuhusu kaguzi maalum na kaguzi za kiuchunguzi 52 ambazo nimefanya, kati ya hizo kaguzi 44 zilitokana maombi kutoka kwa wadau mbalimbali na kaguzi 8 ziliiburiwa na ofisi yangu kwa mujibu wa mamlaka niliyopewa kikatiba na kisheria. Maombi ya kaguzi yalitolewa na mamlaka zifuatazo. Kaguzi 30 zilitoka vyombo vya uchunguzi ambavyo TAKUKURU, DCI na DSEA. Kaguzi 9 zilikuwa kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kaguzi 3 zilitoka ofisi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kaguzi 2 zilitoka kwa wakuu wa taasisi za serikali. Hadi kufikia sasa, kaguzi 44 zimekwisha kamilika na taarifa zake zimetumwa kwa wahusika waliowasilisha maombi, huku kaguzi 8 zikiwa katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi. Katika mwaka wa fedha 2023-2024, nimetoa jumla ya hati 1301, ikiwa ni ongezeko la hati 92 ikilinganishwa na hati 1209 zilizotolewa mwaka wa fedha 2022-2023. Kati ya hati hizo nilizotoa mwaka huu, hati 220 zinahusu tawala za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, hati 218 zinahusu mashirika ya umma, hati 513 zinahusu serikali kuu, na hati 19 zinahusu vyama vya siasa, na hati 332 zinahusu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Rais, kati ya hati hizo, hati zinazoridhisha kwa maana hati safi ni 1295 sawa na 99.5. Hati zenye shaka ni 5 sawa na 0.4. Hati mbaya ni 1 sawa na 0.1, na hakukuwa na hati ya kushindwa kutoa maoni. Kwa ujumla, hati za ukaguzi wa hesabu zinaonyesha kuwa utayarishaji wa hesabu unaridhisha na unaimarika, na kwa kiasi kikubwa unazingatia taratibu na kanuni za uandaaji wa hesabu za kimataifa.
Mheshimiwa Rais, taasisi ambazo zilipata hati zenye shaka na hati mbaya ni zifuatazo: kiwanda cha dawa Keko, Bodi ya Chai Tanzania, Chuo cha Sukari cha Taifa, Shirika la Posta Tanzania. Hayo ni mashirika ya umma, na miradi ya maendeleo ilikuwa ni halmashauri ya wilaya ya Rumeru, mfuko wa afya wa pamoja, na chama cha siasa cha National Reconstruction Alliance NRA kilipata hati mbaya. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, niende kwenye hali ya utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi. Katika ripoti ya ukaguzi wa miaka ya nyuma iliyopita, nilitoa mapendekezo kadhaa yaliyokusudia kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma na kuboresha ukusanyaji wa mapato hapa nchini. Mheshimiwa Rais, natambua juhudi kubwa za serikali katika kufanyia kazi mapendekezo ninayoyatoa kwenye ripoti zangu za ukaguzi. Hii ni pamoja na ofisi yako kutoa miongozo mingi juu ya kushughulikia mapendekezo ya ripoti zangu. Katika hili Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimpongeze kwa dhati Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiruka kwa kuratibu zoezi la kusimamia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi kupitia kwa makatibu wakuu ambao ni maafisa masuhuri. Hata hivyo Mheshimiwa Rais, naendelea kuweka msisitizo wa mapendekezo haya kutekelezwa kwa ukamilifu wake ili kuhakikisha matumizi bora ya fedha na rasilimali zingine zinazotumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za serikali zinazolenga kuwaletea wananchi maendeleo. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali. Kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35. Kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023. Hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 40, na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa, chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5, chini ya ukomo wa asilimia 180, na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5, chini ya ukomo wa asilimia 18. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha wa 2023/2024 jumla ya makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023.